Kwa Mwanza hali ni shwari na tunaendelea kukujuza mtazamaji kinachoendelea kujiri katika vituo mbalimbali vya kupigia kura. Na baadaye pia tutazungumza na mkuu wa mkoa lakini pia na wasimamizi hao wa uchaguzi kujua zoezi limekwendaje. Mimi ni Egidius Audax na nirejeshe kwenu kuendelea na masuala mengine. Na kwa kukumbushia tu kwa Mwanza ni mkoa wa pili ukitoa Dar es Salaam kwa kuwa na idadi kubwa ya wapiga kura, na kipekee kabisa katika maeneo ambayo tumepita majira ya asubuhi hali ilikuwa ni shwari kuanzia mjini katikati lakini pia na maeneo ya pembezoni. Kikubwa tu kipita kwenye maeneo tofauti tofauti utakutana na watu wachache wakielekea kwenye maeneo yao. Nimezungumza na baadhi yao wakieleza shauku yao. Mtu anasema mimi shauku yangu ni kwenda kuona jina langu, nipige kura, nimchague kiongozi ninayemtaka, basi nirejee nyumbani. Kila mtu anatamani kuweka historia hiyo ya kumchagua, kama ni diwani anayemtaka, kama ni mbunge anayemtaka, lakini pia kama ni rais anayemtaka. Na hapa unaweza ukaona shuhuda upo kwamba na hapa watu wanaendelea kujitokeza. Kwa hiyo ndivyo hali ilivyo katika mkoa wa Mwanza, na sisi kama TBC tutaendelea kukupitisha katika maeneo tofauti kukueleza nini kinajiri huku katika zoezi hili la upikaji kura, kwa maana katika uchaguzi huu mkuu wa Tanzania. Na mpaka hapo kutoka huku Mwanza niseme sina la ziada. Sisi tunaendelea kupita kwenye vituo na tutaendelea kukufahamisha nini kinajiri kituo kwa kituo, kwa maana katika maeneo ambayo tutayafikia. Na nimeelezwa kwa maana ya mkoa wa Mwanza mgombea urais kupitia chama cha ADA TADEA yatapigia kura yake katika wilaya huko ya Misungu. Sasa tutafika hapo kukueleza zoezi litakavyokwenda. Kwa hiyo niseme kwako Zaituni, sisi Mwanza tunaendelea kupita kwenye maeneo mengine, basi tutazame huko na kwingine nini kinajiri. Na kushukuru sana Egidius Audax kutoka Mwanza, mtazamaji, na kama ambavyo umefuatilia kwa uzuri kabisa tumeenda kuamini Anthony Mgeni akiwa pale Chamwino katufahamisha hali ilivyo, na pale ndipo ambapo anatarajiwa kupiga kura rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye pia ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi wa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia tumeenda kule Mlimba kwa Remi Yasinti, naye pia ametupitisha kuona kile ambacho kinaendelea. Sasa turejee tena kwa Amini Anthony Mgeni pale Chamwino kwa ajili ya kutufahamisha ambacho kinaendelea hivi sasa. Amini, karibu tena kwa mara nyingine. Naam, hii ni TBC na hapa ni Chamwino, na tunakupa tafsiri ya hali halisi ya demokrasia katika taifa la Tanzania hii leo. Majimbo yatawapata wabunge na kata zitawapata madiwani, na jamhuri itampata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Zoezi linaloendelea, na kila baada ya miaka mitano zoezi hili kufanyika, na tunahakikisha kwamba tunawapata wale ambao demokrasia inaruhusu, na kura ni siri na wananchi wanajitokeza, atakwenda kupiga kura na baadaye zoezi litafanyika na tutayapata ile tafsiri ya mwananchi. Wanasema kura ni zaidi ya karatasi, ni sauti inayoongea inayomruhusu mwananchi kuchagua ni nani atakuwa kiongozi kwake. Na tunaendelea kukuambia kwamba tutakwenda wapi, na mwongozaji wangu ataniambia tunakoelekea hapa. Naam. Sasa naambiwa mambo yako tayari Arusha, na tunakupeleka maeneo tofauti ya jiji. Dakika moja hivi nizungumze na wenyeji wa hapa na kisha tutakwenda Arusha. Naam, habari za Chamwino, na tungependa kufahamu majina yako na nafasi yako. Habari salama. Naam. Okay. Naitwa Jackson Mwinga. Ni mwenyeji wa Chamwino. Naishi kitongoji cha Sokoine. Ndio. Zoezi linakwendaje, kwa namna gani mmejipanga kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda? Sisi tumehamasisha watu kupitia njia ya vikao, mikutano, kuhamasisha leo wajitokeze wananchi wapige kura. Asante sana. Ongea zaidi. Asante. Naam, mambo yako sawa na wenye dhamana hapa wameshahamasisha, na leo ni zamu ya wananchi kuamua. Na sasa tuelekee Arusha. Sechelela Kongola, mambo yako tayari hapo Arusha, wameamkaje na kwa namna gani demokrasia inachukua mkondo hapo?
Asante sana Amini Anthony Mgeni hapa jijini Arusha. Kwa kweli tumeamka salama Jumatano tulivu hii ambayo wananchi wamejitokeza kwa wingi kwa ajili ya kutimiza haki yao ya kimsingi ya kupiga kura ya kuchagua viongozi kwa ajili ya miaka 5 ijayo kwa nafasi ya urais, ubunge na udiwani. Na watu wamejitokeza kwa kweli hapa na zoezi tayari lilishaanza. Pamoja na kuwa zoezi limeanza, lakini bado kuna watu wanakuja hapa kwa ajili ya kuhakiki majina yao na kupata uhakika vizuri ili waweze kwenda kupiga kura. Na hali ya ulinzi imeimarishwa katika maeneo mbalimbali ambayo tayari tumesha pita na kuangazia zoezi zima hili la uchaguzi linavyoenda. Tumeshapita katika kata ya Sanawari, tumeangalia pia huko mambo yanaenda vizuri kabisa na wananchi wamejitokeza na wanapiga kura, na ukiangazia hata hapa zoezi linaenda vizuri kabisa. Watu wako katika foleni kwa ajili ya kwenda kupiga kura ambapo zoezi limeanza mapema kwa usahihi na hakuna changamoto yoyote ambayo imejitokeza mpaka hivi sasa tunavyozungumza hapa. Tutaweza kukuletea matangazo zaidi namna mambo haya yatakavyokuwa yakiendelea katika maeneo mbalimbali ya hapa jiji la Arusha na hata nje ya jiji la Arusha, katika vituo vingine vya kupigia kura. Hata Monduli tutafika, hata Longido tutafika, lakini pia hata Arumeru tutaweza kuleta matangazo haya ya moja kwa moja ili Mtanzania aweze kufahamu nini hasa kinaendelea katika vituo vya kupiga kura katika mkoa wa Arusha. Kwako mwenyekiti. Wanafahamu. Bado zoezi linaendelea hapa na watu wanapiga kura. Kama unavyoona katika mistari hapa, watu bado wanaendelea na zoezi hili la kuhakiki majina, lakini pia kuhakikisha kwamba wanajitokeza kwenda kupiga kura kulingana na majina yao ambayo yanaonekana katika maeneo ambayo yamebandikwa majina hayo. Kwa hivyo tutaendelea kukuletea matangazo haya kulingana na vituo mbalimbali ambavyo tutakuwa tukipita kuangazia zoezi hili linavyoenda la kupiga kura katika maeneo mbalimbali ya jiji la Arusha. Amini Anthony Mgeni. Naam, asante sana Sechelela Kongola kwa kutupa yanayojiri hapo Arusha na katika siku ambayo sehemu ya demokrasia inafanyika. Watanzania wanaamua na wamejitokeza katika maeneo tofauti ya nchi kuchagua viongozi. Tuko hapa Chamwino tukikupeleka katika kila kona ya nchi kuonesha namna ambavyo mambo yanavyoenda. Na tunazungumza na moja kati ya wananchi hapa ambaye tayari ameshachukua fursa yake. Kwanza tukipenda kufahamu jina lako na habari yako. Nzuri. Sawa. Habari. Na jina lako nani? Lilian Mtemi Sutu. Tayari umeshapiga kura? Mambo yamekwendaje? Yameenda vizuri. Na wito wako kwa wananchi wengine? Unaambiaje wananchi wapige kura wengine? Na mimi naambia wapige tu. Wapige. Asante kiongozi. Asante sana. Haya, mwananchi huyu akitoa sauti, wito kwako wewe hapo kuhakikisha kwamba basi ujitokeze ili uhakikishe kwamba unachukua sehemu ya demokrasia yako. Nitaendelea kukuambia takwimu, nitaendelea kukuambia taarifa, nitaendelea kukupa yale yanayoweka tafsiri ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na nikwambie tu, Tanzania ni miongoni mwa mataifa ya Afrika yaliyoamua kuchukua mkondo wa siasa ya vyama vingi, na mwanzoni mwa miaka 90 hilo lilifanyika, na baadaye mwaka 1995 ulikuwa uchaguzi wa kwanza. Hii leo wabunge 272 watachaguliwa. Katika upande wa Tanzania bara watapatikana wabunge 222, majimbo 50 yatakuwa upande wa Zanzibar, na hiyo ikifanya tafsiri nzima ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tutakuwa tunakupa dondoo hivi na tukipita katika maeneo tofauti ya nchi kukueleza yale yanayopaswa kufanyika hii leo. Nilikukumbusha pale awali kwamba zilikuwa siku zaidi ya 60 zilikuwa ni kampeni yenyewe, kwamba wagombea walikuwa wanakuja na kuzungumza kile ambacho wanataraji kukitekeleza, na baadaye jana shughuli hizo zilimalizika, na hii leo popote hapatakiwi kuonekana ishara yoyote ya chama cha siasa. Leo ni zamu ya mwananchi
kuchukua kitambulisho chake kwenda kuhakiki na kupiga kura ili kuweza kuwapata diwani, mbunge na kupata rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na zoezi hili kama ambavyo maeneo tofauti tumepata taswira, zoezi linaendelea. Hii ni TBC tukiwa tapakaa katika kila kona ya nchi kukupa yale yanayoendelea. Punde tu tutakwambia tunakwenda katika maeneo gani ya nchi na tutakupa taswira halisi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nilikueleza hapo awali, uchaguzi wa kwanza ulikuwa mwaka 1995 wa vyama vingi. Benjamin William Mkapa akapata fursa ya kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwaka 2000 karejea tena, lakini Benjamin William Mkapa akawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mwaka 2005 Jakaya Mrisho Kikwete, kura zikatosha, akawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini mwaka 2010 ikawa ni ungo ya pili tena, na Jakaya Mrisho Kikwete akapata tena fursa hiyo. Lakini baada ya hapo mwaka 2015 Daktari John Pombe Magufuli, kura zilitosha, akawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Demokrasia nyingine ya vyama vingi ilifanyika mwaka 2020 na Daktari John Pombe Magufuli akawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baadaye yaliyotokea ya Mwenyezi Mungu, Daktari John Pombe Magufuli alifariki na Daktari Samia Suluhu Hassan aliyekuwa makamu wa rais akawa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hivyo ndivyo ambavyo katiba na Jamhuri ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inataka mambo yaende. Na sasa baada ya hapo sasa, huu ni uchaguzi wa kwanza, ni uchaguzi mwingine ambao demokrasia iliyoendelea, ama naweza kusema ni kwa mara ya kwanza ambaye rais yuko madarakani hivi sasa, ambaye demokrasia ndivyo inavyoruhusu kwamba rais atakoma kuwa rais pale ambapo rais mwingine ataapishwa. Kwa hiyo pale ambapo rais mwingine ataapishwa, rais ambaye yuko madarakani ndipo ambapo atakabidhi yule mwingine. Kwa hiyo hivyo ndio mambo yalivyo. Kwa hiyo huu ni uchaguzi wa 7 wa demokrasia ya vyama vingi unafanyika hapa. Tutaendelea kukupa mawili matatu, na Zainab Zaituni Hamisi, mwenyekiti, bila shaka kama una mawili matatu tunaweza kuzungumza, lakini hapa tuko hapa, mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan atakuwa hapa. Hiki ni kituo chake, atakuja kama mwananchi wa hapa, atapiga kura. Kwa hiyo haya ndio tunayotaraji kuyaona hapa punde tu. Sawa, Amini, kutoka Dodoma Uhindini pale na Imani, umepita katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Dodoma, ukiachilia Bahi ambapo Alfan Bindi ametueleza hali ilivyo. Pengine tupe tu taswira ya Dodoma kutoka ulikotoka mpaka kufika hapo ulipo. Hali ikoje? Wananchi wanaonekana kwenye shughuli zao za kawaida, na namna ambavyo mitaa ipo. Kwa mfano kwa Dar es Salaam kumetulia na watu ni wachache barabarani kuonesha kwamba leo ni siku ya mapumziko. Dodoma hali ikoje? Kazi yetu ni kuona na kazi yetu ni kuwaonesha Watanzania hali ilivyo. Utulivu ni wa hali ya juu, kama ambapo mapema Mvakrown ambaye ni msemaji wa jeshi la polisi alivyozungumza taswira ya nchi nzima kwamba hali ni ya utulivu mno, tofauti na wakati mwingine. Na hata vyombo vya usafiri leo vilitoa fursa kwamba wanaosafiri wasafiri wafike sehemu ya kufanya maamuzi na wafanye maamuzi. Nasi tulikuwa sehemu ya usafiri, tulikuwa tukipita huko kujaribu kuchungulia na kuona mambo yakoje. Hali ni ya utulivu, Tanzania inaamua hii leo. Kwa hiyo naweza kusema mambo ni ya hali ni ya utulivu. Baada ya wananchi kupata takriban siku 60 na zaidi za kusikiliza, na waliopewa ridhaa walikuwa wanakimbia huku na kule. Na wagombea urais tofauti na wakati mwingine wote walipewa usafiri wa uhakika. Magari ya uhakika ili kupita katika maeneo tofauti. Hii ni miongoni mwa mageuzi na mabadiliko ya Tume Huru ya Uchaguzi, ya kwamba sasa angalau uwanja uwe sawa. Hicho ndicho ambacho kimefanyika. Kwa hiyo angalau walipita katika maeneo tofauti na wakazungumza. Kwa hiyo shughuli yao iliisha jana, ndipo ambapo sheria zinataka hivyo. Na leo hawezi akapita popote akasema nini. Siku zimetosha, leo ni zamu ya wananchi kuamua. Na nikupeleke sasa katika maeneo mengine. Hapa ni makao makuu ya nchi Dodoma, nikupeleke jiji la kibiashara Dar es Salaam ambalo limezoea kuwa na heka. John Matias, katikati ya jiji la kibiashara Dar es Salaam, tujalie mambo yakoje?
Asante sana Amini Anthony Mgeni kutoka makao makuu ya nchi Dodoma. Hapa ni Dar es Salaam na nipo katika kituo cha kupigia kura cha Mbuyuni hapa Changanyikeni. Na anayetarajiwa kupiga kura hapa ni mgombea urais kupitia chama cha Sauti ya Umma, Majaliwa Kiara, ambaye atawasili hapa na atapiga kura na kujumuika na wananchi wengine ambao wapo katika maeneo haya wanaopiga kura katika kituo cha Mbuyuni Changanyikeni hapa jijini Dar es Salaam. Na anawasili hapa atapiga kura pamoja na wananchi wa maeneo haya ambao wamejiandikisha katika maeneo haya. Tayari kituo kimefunguliwa majira ya mapema tu na ndivyo anavyowasili Majaliwa Kiara ambaye atapiga kura hapa na wananchi baada ya kunadi sera zake na hadi kadha wa kadha kupitia mikutano mbalimbali. Sasa anawasili katika kituo cha Mbuyuni hapa Changanyikeni tayari kwa kupiga kura na kutimiza haki yake ya msingi pamoja na wananchi ambao watakuwepo hapa. Anawasili hapa sasa tayari, na miongoni mwa maeneo muhimu ambayo aliyagusia wakati wa kunadi sera zake, miongoni mwa maeneo ambayo aliyagusia ni kuhusiana na kuimarisha ama kuleta mageuzi makubwa katika sekta ya kilimo, na kwamba atakuza mgombea huyo wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha Sauti ya Umma anapewa maelekezo hapo namna ya hatua muhimu kutoka kwa wasimamizi, na akitoka hapo atapewa karatasi na kudumbukiza na kisha wino muhimu ambayo itaonesha na namna atakapopiga kura hapa. Anaendelea kupewa maelekezo hapa, tusikilize. 18 Majaliwa Paulo Kiara. Mara baada ya maelezo hayo sasa bado anaendelea kupewa maelekezo mengine ya kutimiza haki yake ya msingi mgombea urais kupitia chama cha Sauti ya Umma kupiga kura katika eneo hili la Mbuyuni Changanyikeni. Na anapewa fomu ya rais, mbunge wa maeneo haya, fomu ya diwani, baada ya kupewa fomu ya mgombea urais, amepewa pia fomu ya wagombea ubunge wa jimbo hili, lakini pia diwani, na anatimiza haki yake ya msingi ya kupiga kura na kuwapigia kura wagombea ubunge, udiwani wa maeneo haya. Na baadaye atapata saa mzuri wa kuzungumza na vyombo vya habari kuhusiana na namna ambavyo zoezi limeenda, lakini pia siku hii muhimu wananchi wanapaswa kutimiza haki yao ya msingi ya kupiga kura, na namna ambavyo wananchi wanapaswa kujitokeza katika maeneo haya na maeneo mengine ndani ya nchi ya Tanzania ili kutimiza haki yao ya msingi ya kupiga kura Oktoba 29, uchaguzi mkuu katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anaendelea kutimiza haki yake ya msingi ya kupiga kura katika kituo hiki cha Mbuyuni Changanyikeni hapa Dar es Salaam. Ndivyo anapewa maelekezo ya boksi muhimu la kuweka kura yake, kura ya rais, diwani pamoja na mbunge ambaye amempigia kura katika eneo hili.
ama katika kituo hiki. Naam, anapewa wino sasa hapo. Naam, tuzungumze naye sasa moja kwa moja. Pengine zoezi umelionaje kwa ujumla katika kituo hiki cha Mbuyuni Changanyike? Kwa kweli awali yote kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa kweli siku ya leo tarehe 29 Oktoba 25 ni siku ambayo nilikuwa naisubiria kwa hamu, lakini siku ambayo naamini Watanzania wengi sana walikuwa wanaisubiria kwa hamu. Na hivyo leo asubuhi nimetumia haki yangu ya kikatiba kuja kuchagua diwani, mbunge na mhitaji, lakini pia rais, ambayo wote tunafahamu rais tunayemhitaji. Na utaratibu kwa kweli kwenye kituo nashukuru Mungu nimeukuta ni mzuri, na naona watu wameshajitokeza kadhaa kuweza kupiga kura, na wengine bado wanakuja. Basi rai yangu kuwaomba tu Watanzania wenzangu wajitokeze kwa wingi kupiga kura siku ya leo, ili kwa pamoja tukachague viongozi ambao tunahitaji, wakapate kura nyingi, basi tukapate kuongoza taifa letu kwa pamoja. Nashukuru sana. Mtazamaji wa TBC, ni mgombea urais huyo kupitia chama cha Sauti ya Umma, baada ya kupiga kura katika kituo cha Mbuyuni hapa Changanyikeni jijini Dar es Salaam, anatimiza haki yake ya msingi na kutoa wito kwa wananchi kuendelea kujitokeza katika maeneo mbalimbali ama vituo mbalimbali vya kupigia kura ili kutimiza haki yao ya msingi ya kuchagua kiongozi wa mtakaye. Mimi ni John Matias, mpiga picha wangu ni Agustino Luambano, na moja kwa moja nirudishe kwake Amini Anthony Mgeni hapo makao makuu ya nchi Dodoma. Amini Anthony Mgeni, kama unanipata, wakati ni wako sasa. Asante na kupata vizuri John Matias, ambapo mgombea urais wa Sauti ya Umma tayari ameshapiga kura hapo, na hii ni TBC na tukikujia moja kwa moja kutoka katika kila kona ya nchi. Hapa ni Chamwino, Ikulu, ambapo mgombea urais kupitia Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan atapiga kura hapa. Kama nilivyokuambia, wapiga kura ni kama wanaelekea kwa nusu kati ya wanawake na wanaume, lakini ukipiga hesabu hivi ni wanawake wako 50%, wanaume waliojiandikisha kupiga kura wakawa na sifa wako 49%. Sasa ni zamu ya upande wa pili katika kuweka taswira ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Zanzibar, Fatuma Matulanga, zamu ni yako. Zanzibar imeamkaje hapo? Najua jana mlikuwa na kura ya awali, leo mambo yakoje? Fatuma Matulanga, wakati ni wako. Naam, asante sana Amini Anthony Mgeni. Tumekuwa na kura ya mapema hapo jana Oktoba 28, ndiko ambapo mchakato huu wa kuchagua viongozi, wananchi walijitokeza kwa wingi kuwachagua viongozi, na hali ya hewa ilikuwa nzuri sana. Jana kulikuwa na mvua za hapa na pale, mawingu, hakukuwa na jua kali. Kwa hiyo mazingira yalikuwa rafiki kwa yale makundi maalum ambayo yalitakiwa kwa mujibu wa sheria kupiga kura Oktoba 28, na leo tumeamka vizuri, kijua kidogo, mazingira mazuri, hali ya hewa inavutia. Kulikuwa na manyunyu kwa mbali kidogo mapema ya leo, lakini hivi sasa manyunyu yamepungua, ili kutoa sasa fursa na nafasi ya wananchi kujitokeza katika vituo mbalimbali vya kupiga kura na kuweza kutekeleza haki ya msingi. Na hapa nipo katika kituo cha kufurahishia watoto cha Kariakoo, ambapo muda wowote kuanzia sasa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi atafika katika kituo hiki kwa ajili ya kupiga kura, lakini vile ni mgombea wa nafasi ya urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Tumefika katika kituo hiki mapema kabisa kabla ya kuanza, wananchi hawajaanza kupiga kura, na vile wamejitokeza wengi, wake kwa waume, watu wenye ulemavu, na mazingira hapa mazuri. Tunarudisha matangazo haya kwenu, baadaye tutarudi tena kuonesha nini kinachoendelea hapa. Asante sana Amini. Naam.
Naam, asante. Naam, asante sana Fatuma Matulanga kutoka hapo Zanzibar, na umetupa hali jinsi ilivyo na namna ambavyo wanaendelea kusubiri huko. Nasi tuko hapa, hii ni Chamwino Ikulu, eneo ambalo mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi atakuwa hapa na kutupa taarifa zaidi. Na sasa tuende Mbeya. Adolf Mbata, zamini yako Mbeya sasa. Asante sana na hapa